Asante sana. Kwa majina naitwa Mwajuma Mohamed ama Najma kama wengi wanavyonifahamu. Natokea Sanamare Organization Tanzania. Sanamare ni taasisi inayojihusisha na utunzaji na uhifadhi wa mazingira ya bahari. Okay, karibu madam. Asante sana. Majina naitwa Teresia Kinabo. Natokea taasisi inaitwa Transforming Life. Nikiwa kama msimamizi wa program pale. Transforming Life ni shirika lisiokuwa la kiserikali lililosajiliwa kwa mujibu wa sheria na linafanya kazi kuwajengea uwezo vijana kwenye masuala mbalimbali, ikiwepo masuala ya uongozi, masuala ya stadi za maisha, tatizo zima la mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja sana uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini tunafanya pia kazi ya kutetea haki za watoto, ikiwa pamoja na kufuatilia ulinzi na usalama wa mtoto. Na kundi jingine ni wanawake. Tunasimamia sana usawa wa kijinsia kuhakikisha kwamba kwenye jamii yetu makundi yote yanapata haki sawa. Okay. Kama walivyosikia huu ni utambulisho, na kama walivyosikia vizuri, tupo na taasisi mbili tofauti lakini wanashirikiana katika kufanya mabadiliko mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tupo na taasisi kutoka Sanamare, lakini pia tuna taasisi kutoka Transform Life. Kwa hiyo kama ulivyosikia utambulisho wao, wametambulisha wanafanya nini na wanajishughulisha na nini. Kwa kuanzisha taasisi, sisi ni vijana. Vijana ni taifa la leo, lakini pia ni taifa la kesho. Kwa kama kijana kuwa na minds ambayo inafikiria namna gani ya kuweza kubadilisha jamii kutoka sehemu ilipo mpaka kuwa jamii bora. Hilo ndio lilikuwa kwanza wazo la kwanza. Na tukiangalia katika mazingira ni kama sehemu ambayo imesahaulika, hususan katika mazingira ya bahari. Kwa hiyo sisi kama vijana tuliangalia ni sehemu gani ambayo tunaweza tukapeleka nguvu zetu, tukapeleka idea zetu na zikaleta mabadiliko chanya katika jamii. Mazingira yetu sasa hivi yameathirika sana, hususan na taka za plastiki. So ilikuja hiyo wazo wa Sanamare, tukaanzisha taasisi ya Sanamare kwa ajili ya kudhibiti hizo taka za plastiki. Okay. Na madam hasa pia kwenye taasisi ya Transforming Life, mlifikiria nini hasa na mliona fursa gani au changamoto gani ambao wanajamii wa Kitanzania wanaipitia, mkasema sasa tunakuja na hili wazo la kuanzisha hii taasisi yetu? Kama nilivyosema awali, tunashughulika sana na vijana, tukijua kwamba vijana ni chachu ya mabadiliko. Na tukiwajengea uwezo vijana, manake tunajenga taifa bora zaidi kwa wakati ujao. Ndio maana nguvu zetu nyingi tukaziweka kwa vijana, lakini hatukusahau watoto, kwa sababu watoto ni vijana wa kesho. Tukafikiria bado ni vizuri kwa sababu vijana hawa, kuna vijana wa kike, kuna vijana wa kiume, baadaye watakuwa tu watu wazima. Kwa hiyo swala la usawa wa kijinsia hatukuliacha pembeni. Kwa hiyo hayo tunaenda nayo kwa pamoja. Okay. Kama walivyokuweza kusikia, huyo ni kutoka taasisi ya Transforming Life. Lakini nimejaribu kufuatilia, mmeweza kufanya mambo makubwa hasa. Mmepitia kwenye shule za sekondari zaidi ya 10 mkiwa na mradi wenu kuhusiana na masuala ya usafishaji wa bahari na utunzaji wa mazingira hasa kwa ujumla. Na huo mradi labda mpaka mmeweza kuufanya, mmesaidia vijana kwa namna gani na wameweza kufanya nini baada ya kufanya huo mradi wenu? Vipi ambavyo walikuwa wavijui, lakini baada ya kufanya mradi wenu huo, basi sasa tunajua kwamba vijana wamekupitia mradi huu wamefanya 1, 2, 3 na kimeweza kuleta impact. Okay.
Kwanza kabisa ni utambulishe mradi wenyewe, mradi ambao unazungumzia. Mradi unaitwa Beyond the Shoreline. Huu ni mradi ambao umeanzishwa chini ya taasisi 3. Sanamari Organization Tanzania, Transforming Life, lakini pamoja na Mazingira Connect. Kuanzisha mradi ambao unaitwa Beyond the Shoreline. Huu ni mradi ambao umelenga kutoa elimu kwa vijana, na vijana ambao wamelengwa hapa ni wanafunzi wa shule ya sekondari kuanzia form 1 mpaka form 6. Kwa hiyo tunawawezesha elimu, tunawapa elimu vijana. Elimu hii inakuwa ni kuhusiana na ekolojia nzima ya bahari, tunawafunza ekolojia nzima ya bahari, lakini pia elimu hii inawasaidia pia katika kujua athari za taka katika mazingira yetu, lakini pia elimu hii inawapa pia kujua mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia pamoja na sheria za mazingira. Sheria za mazingira hizi zina apply vipi katika nchi yetu, lakini pia elimu hii inawawezesha vijana kujua wao kama vijana wanawezaje kulinda au kuwa sehemu ya usimamizi katika mazingira yetu. Hiyo ndio elimu ambayo inatolewa na Beyond the Shoreline, na mpaka kufikia sasa hivi tumefikia shule takribani 21 ambao tulianza nazo zingine, lakini kuna 5 ambazo zimeongezeka mwaka wa 2026. Na tumefikia karibuni wilaya zote za Dar es Salaam. Wilaya zote 5 tumefikia: Kinondoni, Temeke, Ilala, Kigamboni, lakini na Ubungo. Zote tumezifikia hizo, na shule tulikuwa tunazichagua kulingana na ukaribu wao na mazingira ambayo yako karibu na pwani. Kabla hatuja kwenda kutoa elimu kwa mashuleni, tumekuwa tukitambulisha kwanza mradi na kuweza kupata wanafunzi ambao wanaunda sasa kikundi cha mazingira pale shuleni, na wao ndo tunaoenda kuwajengea uwezo. Lakini tunaanza pia kwanza kwa mfano tulianza kwanza na walimu wao, wale tukachukua wakuu wa shule walikuwa 17 na walimu wa hizo klabu za mazingira wale walikuwa 22. Tukafanya nao training workshop, tukaelewesha juu ya mradi, wakauelewa. Kwa hiyo haikuwa tena vigumu kwenda shuleni kupata wale watoto ambao ungekuwa tunaenda nao kwenye huo mradi. Na kwa kweli huu mradi umekuwa sisemi mradi ni program. Hii program imekuwa ina mafanikio kwa sababu imekuwa napata mwitikio mkubwa sana. Na tulichokiona hii programu hiyo endelevu, tumekuwa hatuondoke na wanafunzi wale. Kwa mfano kama mwaka jana tuliondoka na wanafunzi 50, wafundisha kuhusiana na bahari. Wengine hata kumuuliza bahari ni nini anafikiria, lakini ilibidi tuwasaidie waweze kuelewa bahari ni nini, umuhimu wa bahari. Kwa hiyo tulianza na nadharia kwanza, wafahamu kwanza bahari yenyewe, wafahamu umuhimu wake, wajue faida tunazopata na hizo bahari. Alafu tuweze kujua hata kama wanafahamu ishu nzima ya uchafuzi wa mazingira ya bahari. Alafu baadaye tukapanga sasa wakati mwingine ambao tuliwapeleka sasa wakafanya kwa vitendo. Wakaone kabisa hizo bahari, waone huo uchafu tunaowaambia. Tukisema taka za plastiki zinaathiri viumbe hai walioko baharini, basi wanaona kweli na wanaona zinatoka wapi. Okay. Na nimesikia hapo unaongelea hasa kuhusu mlivyowasaidia wanafunzi na kwenda kuwafanyia kabisa hiyo program practical. Na kitu ambacho mimi ningependa kuuliza, unajua baada ya kuwafanyia practical wanafunzi katika mashuleni mule, kwenye wale watu 50 ambao labda wanahitajika kwenye kila shule, kuna kiongozi wao, si ndio hivyo? Na labda ni mara ngapi viongozi wamekuwa wakiorganize na kuwaleteeni kwenu nyinyi ombi la kwenda kusafisha labda kama bahari bila nyie kwenda mashuleni kwao? Yani kwamba wanajiorganize wao, wanasema bana, sasa sisi tunawaambia labda kama Mazingira Connect, kama Transforming Life, tunaenda kusafisha bana bahari leo bila nyie kwenda shuleni kwao. Hiyo pia ishatokea mara kadhaa. Tunashukuru mradi unaleta
mabadiliko na mabadiliko pia ni mabadiliko ya kitabia. Ya tunapataga mwaliko kutoka katika shule. Sometimes sio kwenda beach. Wenyewe tunaweza wakaalika tunataka tufanye usafi katika mazingira yetu ya shule. Kwa mnaenda mnajoin nao. Au sometimes wanaweza wakasikia wenyewe tu walijiorganize wakaenda beach wanafanya hivyo usafi. Ya though wanapata changamoto katika kwa sababu unajua huwezi kufanya usafi bila logistic mbalimbali. Kwa sometimes wanaweza wakaenda tu kule bila kufuata taratibu lakini wanajaribu na tunaweza kuwasaidia. Okay, labda na changamoto gani ambazo mnakutana nazo nyie ukiachana na wanafunzi? Changamoto gani mnakutana nazo? Kwenye zoezi zima la kusafisha fukwe na bahari changamoto zinakuwepo kwamba taka huwa zinaongezeka kwa sababu taka hazizalishwi tu pale kwenye fukwe. Zinazalishwa na jamii kwenye maeneo wanakoishi, hasa pale ambapo taka haziondolewi kwa utaratibu unaotakiwa. Unakuta taka nyingi unakuta zinakuwa zinatupwa kwenye mabonde, kwenye kwa mvua zinavyokuja ile taka zinasafirishwa na mito. Kuna mito ambayo inapeleka maji baharini. Kwa mbali matakataka sasa tunakuta yakiingia baharini kule, bahari na kawaida ya kurudisha takataka nje. Kwa hiyo unakuta sasa ndo zimetupwa ufukweni. Kwa hiyo mnaenda baada ya miezi mitatu mkienda mnakuta tena kiasi kikubwa cha taka kimeongezeka. Ingekuwa inazalishwa tu pale kwenye ufukwe wa bahari, ungetegemea ningeenda leo nikienda baada ya miezi miwili itakuwa ziko chache. Lakini unakuta ni nyingi hasa baada ya kipindi cha mvua kupita. Kwa hiyo ni changamoto tunayoipata ndio hiyo kwamba sasa hii kazi inahitaji kumbe jitihada zaidi. Ile ya kufundisha wanafunzi kwanza wakaelewa, wakajua pia nafasi yao kwenye jamii, kwenye kutunza bahari yao, na wakajua kwamba bahari tuliokuwa nayo ndio hiyo haiwezi kuongezeka. Kiharibu maana tunakosa moja kwa moja. Tunawaambia pia umuhimu wa bahari, wanatutajia usafirishaji, labda kupata vitoweo nini. Sasa tukiharibu bahari kuna vitu vingi tutavikosa. Kwa hiyo kielewa lile na waka kichwani, na tukiwaambia pia Najma aliongelea kwamba huwa tunawafundisha pia kuhusu sheria ya mazingira. Ni kweli tuna sheria ya mazingira nchini hapa ya mwaka 2004 na imeweka utaratibu mzuri sana wa namna ya kusimamia mazingira yetu. Lakini unakuta uwajibikaji kidogo unakuwa haupo sana, kwa sababu kwa mfano kama serikali za mitaa, kwa hiyo sheria inawaambia wanatakiwa wasimamie taka kwenye maeneo yale walioko kule. Namna uondoshaji wanatakiwa wasimamie. Wangekuwa wanasimamia vizuri, watu wasingepeleka kwenye mabonde na tusingeziona hizo taka zikiwa zimejaa. Lakini hata tunapoenda kwenye zile fukwe, ungetegemea ukute labda kuna mapipa, labda mtu ameenda sasa ufukweni kwenda kutembea, amekunywa kinywaji au amekula ice cream yake, kwa kuna chombo ambacho anaweka ule usafi, ule uchafu aliotumia, unakuta hivyo vitu havipo. Na hiyo kazi imepewa serikali za mitaa. Kwa tatizo kubwa liko hapo. Na nyinyi mmejifunza nini baada ya kuona hizo changamoto zinapatikana, lakini wamepewa sasa jukumu serikali za mitaa? Lakini nyinyi kipindi mnaanzisha taasisi mliona kabisa kwamba sisi tunaweza kuwa msaada kabisa kwa serikali kuisaidia kuhakikisha mazingira yanakuwa safi ufukweni na sehemu zingine. Hatuwalaumu sana serikali zetu za mitaa. Ni kweli hawatimizi kile walichoambiwa kwenye sheria, lakini inawezekana pia hawawezeshwi. Kwa hiyo kazi zetu tunapoenda kufanya usafi kule kwenye fukwe, huwa tunawashirikisha, wanakuwa ni sehemu ya ile zoezi. Na wale ndo tunaoshirikiana nao pia kupata usafiri, kwa zile taka lazima ziondolewe. Tukishazikusanya tunazichambua, tunakuwa tumeenda na viroba vyetu ambavyo tunakusanya zile taka, na usafiri wanatusaidia wao namna pia kupata usafiri. Zile taka zikaondoka mahali pale zikapelekwa sehemu ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo kwa kweli tunapofanya hili zoezi hatujawatenga. Tunaposema kwamba wanashindwa kutimiza wajibu wao, sisi tunapoenda kufanya sasa hicho cha ziada tunachokifanya, na wenyewe tunahakikisha kwa ni sehemu ya ile zoezi. Kijana sasa baada ya kutoa elimu hii au kutoa mafunzo haya, basi tunahakikisha
atakuwa ameiva na atakuwa msaada kwa kizazi kinachokuja, hata miaka 10 huko ya kizazi ambacho kinakuja. Ili tuseme kijana ameiva sasa, ni amekuwa balozi au championzi wa mazingira. Kuna session kama 3 mpaka 4 ambazo anapitia mpaka tuseme huyu kijana sasa hivi ni balozi wa mazingira. Kwa shule ambazo ni mpya wanapitia session 4, ambao session ya kwanza inakuwaga ni pre-visit. Pale tunaenda kutambulisha hii programu yetu sasa ya Beyond the Shoreline, ni programu inahusiana na nini, tunafanyaje. Baada ya hiyo pre-visit tunakuja sasa session kuu 3, ambao session ya kwanza inakuwa ni kwenda sasa kutoa elimu ya mazingira, kutoa elimu ya ekolojia ya bahari, lakini pale katika session ile pia watajifunza pia usimamizi wa taka, athari za taka za plastiki, mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia pale watajifunza sheria za mazingira, lakini pia watajifunza wao kama vijana wanaweza kufanyaje ili kulinda mazingira yetu. Baada ya session hiyo tunafuata session ya pili ambao tunasema ni beach clean up. Hii ni kujifunza kwa vitendo. Na kujifunza huku kote kunakuwa ni elimu shirikishi. Tunakuwa na mijadala, tunakuwa na filamu, kuna filamu moja inaonyeshwa, katuni inaitwa Bahari Mania. Hiyo imeandaliwa na Jakaya Mlisho Foundation. Ni katuni inayotoa elimu kuhusiana na athari za taka za plastiki katika mazingira ya bahari na fukwe. Lakini pia tukishaenda beach kule wanaenda sasa kujifunza kwa vitendo. Ni kwa namna gani sasa hizi bahari ambazo tunazozungumzia darasani zinaathirika na taka za plastiki. Kule watajifunza, watafanya hizo beach clean up ambazo ni kawaida kufanya, lakini pia watafanya na kitu kingine ambacho kinaitwa waba. Hii ni kuchakata taarifa, kutafuta taarifa na kuzichakata taarifa kutokana na zile taka za plastiki. Hii tuje kusema sasa kwa wakati huu tumeenda beach, tumefanya beach clean up, lakini tumekusanya maybe taka kilogramu hizi, taka hizi hapa, lakini labda chapa fulani ambazo ndo tumezikusanya. Na mpaka kufikia sasa hivi kwa shule ambazo zilishafanya hizo beach clean up tumeokota taka takriban 900. Yaani 900 na mifuko 900. Ipo naongoza kwa takwimu kubwa. Ni taka za plastiki. Kwa sababu tunaokota taka tofauti, lakini katika mifuko hiyo aina ya taka ambazo zinaongoza ni taka za plastiki ambazo zina takriban ya kilogramu tani 7. Tani 7. Tani 7 na kuendelea. Hiyo inatuwezesha katika kile kitendo cha waba, waste assessment and brand audit, kutafuta na kuchakata taarifa zinazotokana na taka za plastiki, ndio zinatusaidia kupata hizi data. Baada ya session hiyo tunaingia session ya 3 ambao ni ya mwisho, kwenda kuwafundisha sasa ni namna gani ambazo tunachakata hizi taarifa au tunachakata hizi data. Baada ya kupata hizo elimu pia ndo tunaendelea tena pale kuwafunza namna gani ya kuwa wasimamizi bora wa taka, namna gani wao vijana wanaweza kulinda na kuhifadhi mazingira yetu, hususan mazingira ya bahari. Hiyo ndio inakuwa session ya mwisho. Tunasema sasa kijana ameiva na anaweza kuwa balozi, kuwa mwalimu katika jamii yake, kuwa mwalimu pale shule, kuwa mwalimu katika kila mtu anayemzunguka. Okay, bana, mimi nipende kushukuru kwa hiyo programu ambayo mnaendelea kuifanya, kwa sababu ukiangalia kweli bahari kweli inachafuka kweli. Umeone, labda kwa kusaidia tu wengine tofauti na wanafunzi, labda mnawaambiaje? Kwa sababu mnaweza kama mnatoa program kwa wanafunzi ambao mashuleni, kwa sababu ndo vijana au tuseme watoto taifa la kesho, lakini kuna wengine ambao wapo mtaani vijana lakini wanatamani sasa kusafisha kule. Hizo program nazo mnazifanyaje au mnasaidiaje vijana? Kwanza tufahamu vijana ni wanajamii, wanatoka kwenye jamii. Na hizi taka tumesema zinazalishwa na jamii. Kwa hiyo kwanza tuseme hata tunavyoenda kuchukua wale wanafunzi kule mashuleni, hatumwambii mwalimu niandalie wanafunzi kadhaa. Hapana. Sisi tunawaambia kwamba tungependa kuja kutambulisha programu yetu kwenu, tuweze kupata wanafunzi ambao watakuwa mabalozi wa mazingira, si ndio? Lengo pia ni kuwajengea uwezo na hamasa ile. Kwa hiyo unampata mtu ambaye kwa kweli anaguswa moyoni, kwa sababu tunaenda na maswali yetu ya uelewa kuhusiana na bahari na mazingira ya bahari. Mwanafunzi anatakiwa anayenyoosha mkono akajibu kwa kujaribu.
yeye ndo anakuwa anachaguliwa. Kwa hiyo tunaenda kwa mtindo huo wa maswali na majibu mpaka tunapata wanafunzi 50. Naona. Kwa hiyo yule anayejitoa kweli kujibu swali, unaona kabisa ni kitu kinamgusa. Kuna watu ambao wanapenda kusikiliza tu, hawasemi kitu. Kwa hiyo atakapoona wenzake wameenda labda awamu ya pili, unakuta naye tayari ameshahamasika, naye anataka naye aende. Kwa hiyo utaratibu utakuwa ni ule ule. Kijana anayejitokeza kwenda kusafisha bahari anakuwa amejitoa. Amependa yeye mwenyewe, hajasukumwa wala hajachaguliwa na mwalimu. Na hapo yale wanayoona ndo anatuahidi, nikienda nyumbani nitapeleka hii elimu pia nyumbani kwetu, tukiwaeleza utaratibu wa kutenganisha taka kwamba ni takwa la kisheria, sio mtu akipenda. Tutengeneze plastiki zikae peke yake, tutenganishe taka zinazooza zikae peke yake na taka ngumu zikae peke yake. Okay, bana, kama ulivyomsikia madam kutoka Transform Life, sasa kama wewe kijana inabidi ujue kwamba namna gani unaweza kuisaidia bahari au unaweza kuisaidia mazingira ya Tanzania. Kwa kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira kwa jamii, ikijikita zaidi kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwenye masuala ya uhifadhi wa taka ngumu, lakini pia upotevu wa bioanuai, yani tunasema biodiversity. Ni vitu ambavyo ni changamoto kubwa ya kimazingira ambayo jamii na taifa na dunia kwa ujumla zinakumbana nalo kwa sasa. Sisi tukaona hiyo ni fursa ya kutumia sasa kwa ajili ya kuielimisha jamii, kuona sasa kuna umuhimu gani wa kutunza mazingira ili kukabiliana na changamoto hizo ambazo tayari nimeshazitaja hapa. Okay, labda mimi nipende kukuuliza swali moja bana. Labda kuna njia yoyote ambayo mnafanya recycling ya hizo taka ambazo mnazipata, au hizo taka mkishazitoa baharini mnazipeleka wapi hasa? Kwanza ni elimu. Unajua hicho ndio kitu cha kwanza. Kwa sababu ukishamwelimisha mtu au jamii na kumpa njia mbalimbali ikiwemo hiyo recycling, nafikiri yeye anakuwa na uwanja mpana zaidi wa kujua kwamba afanyeje na hizo taka. Lakini tukija sasa kwenye swali lako la kwamba taka zile ambazo tunazitoa kwenye mazingira ya bahari zinaenda wapi, au kuna utaratibu wote wa namna ya kuzichakata? Yes, katika jitihada zetu pia tunafanya kazi na wadau mbalimbali ambao wako katika sekta hiyo ya uchakataji wa taka. Kwa maana taka baadhi ambazo zinaingia kwenye mfumo wa uchakataji zinaenda kwa hao wahusika ambao wanafanya hizo kazi za uchakataji, mfano taka za plastiki, taka za glasi zile, za vioo zile, pia nazo zina wadau ambao wanazichukua kwa ajili ya kuzifanyia matumizi mengine. Okay, bana, ongeleni sana. Mimi nikaa najiuliza sana. Sasa baada hizo taka kuchukuliwa zinaenda wapi? Kumbe mnafanya jambo zuri kwa sababu tunasaidia mazingira ya nchi yetu yanakuwa safi. Labda mnadhani kwa vijana wale ambao wanasema kwamba sisi bana bahari acha tuendelee kuwa hivyo hivyo, labda mnadhani wana mchango gani mkubwa wa kutunza mazingira kuliko wao wanavyofikiria? Swala la mazingira ni swala la kila mtu. Hata kama mtu ataona kama ni swala, mfano akienda mazingira ya bahari akaona hayamuhusu kwa sababu labda yeye hakai maeneo yale, lakini athari zake zinampata, hata kama sio moja kwa moja, lakini zinampata na yeye. Kikubwa hapa ni ufahamu, au tunasema ufahamu wa mambo ya mazingira, ni jinsi gani yanahusiana. Mfano wewe unaweza kuona hili tatizo liko mbali na sehemu unayoishi, lakini haliko mbali, kwa maana magonjwa mbalimbali yanatokea ambayo mwisho wa siku inaweza hauwezi kujua kwamba yametokea kwenye eneo lako au yametokea wapi, lakini yanaathiri jamii kwa ujumla. Lakini pia wewe unaweza usiathirike moja kwa moja, lakini jamii fulani ikaathirika, na ikishaathirika kama kuna magonjwa yameripuka pale, maana yake gharama zile za serikali ambazo labda zingeelekezwa katika masuala mengine zinaelekezwa kwenye afya ya jamii.
Sasa kwa namna moja ama nyingine ili jambo linatuathiri sisi sote, lakini pia tukija kwenye uchumi wa bahari kwa maana ya rasilimali mbalimbali zinazopatikana kwenye mazingira ya bahari, mfano vyakula kama samaki, umeona uratibu wa mambo ya ongezeko la joto ambao unasababishwa na baadhi ya rasilimali zinazopatikana katika mazingira ya bahari. Hayo mazingira yote yanapoharibiwa, manake athari zinaenda moja kwa moja kwa jamii. Na kila mmoja anaathirika kwa nafasi yake. Sasa ndio maana tunasema uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja kuona kwamba swala la uhifadhi wa mazingira linamhusu kwa namna gani. Okay, na hiyo ndo kazi yetu kubwa sisi. Okay, bana ongeleni sana. Na labda mmejiandaaje kwa sababu mwezi wa 9 tunaenda kuwa na World Clean Up, ndio? Yes. Na labda mmejiandaaje na maandalizi yenu ni yapi hasa ambayo mmejiandaa kwa ajili ya hilo tukio? Ya maandalizi yetu ni makubwa na pia tunapopata fursa kama hii ya kuzungumza na jamii, tunatumia hiyo fursa kwa maana kwa wale walioshiriki mwaka jana waliona ni jinsi gani tuliweza kuifikia jamii na jamii ilihamasika zaidi na ikaona umuhimu wa kutunza mazingira na kushiriki katika siku kama hizo za kimataifa ambazo sasa hizi jukumu lake kubwa ni kutoa elimu na hamasa kwa jamii, kuyapa kipaumbele mazingira. Na pia mwaka huu tarehe 19 na kabla tarehe 19 kutakuwa kuna mazoezi mbalimbali yanaendelea kwa ajili ya kuelekea hiyo siku ya tarehe 19 ambayo ndio siku ya usafi duniani. Lengo kubwa la siku hii ni kuelimisha jamii, kulipa swala la utunzaji wa mazingira kipaumbele. Kwa sababu haya yote ambayo tunayozungumza leo, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa mazingira, tunaona taka zinazagaa mitaani kwenye mazingira yetu, kwenye sehemu za mito. Tusingefika hapa kama jamii ingeshakuwa na uelewa mpana wa kujua ni wana wajibu gani kuhakikisha kwamba mazingira yao kuanzia pale nyumbani mpaka sehemu ambazo wanakuwa wanafanya kazi au wanafanya shughuli zao yanalindwa. Sasa siku ya usafi duniani ni siku mojawapo ya kujikumbusha kama jamii kuona kwamba hili swala sio la taasisi, sio la serikali, ni la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba anawajibika katika kuhifadhi mazingira, kwa sababu mazingira yanapokuwa katika hali bora, faida zake ni nyingi. Faida za kiuchumi, za kijamii, za kiutamaduni, za kiutalii, yani faida ni nyingi sana ambazo hatuwezi kuzielezea hapa. Na ni mfano bora, unajua unapokuwa msafi ni utambulisho, ni utambulisho kwamba unajijali, unajizingatia, unajiheshimu, yani ni ishara nzuri. Ni ishara nzuri kiimani, kimwili, kiroho, katika namna yote ile. Sasa tukilileta katika mazingira ni jambo ambalo linatija kubwa sana. Okay, na bana muda wetu umetutupa mkono sana, lakini kabla hatujaenda kumaliza bana, mimi ningependa kila mtu tu kwa dakika moja aseme kwamba angesimama sasa kwenye jukwaa lile ambao vijana wanawatazama, mngeongea nini kuhusu mazingira hasa? Tuanze na Blazae. Okay. Mimi niseme kwamba tunapopata fursa ya kuzungumza na vijana kuhusiana na mazingira, ni kwamba swala la uhifadhi wa mazingira ni wajibu. Ni wajibu, yani ni wajibu wa kijamii, ni wajibu na kwamba natakiwa kuwajibika katika mazingira. Sasa tukiishi katika mtizamo huo, nadhani mazingira yetu hayatahitaji nguvu kubwa sana kuyasemea, kwa sababu kila mtu atafanya kila anachopaswa kufanya. Okay, mimi kama kijana pia napenda kuwakumbusha vijana wenzangu, mazingira ni pale ulipo. Mazingira usafi wake unaanzia pale ulipo. Sio jukumu la taasisi, sio jukumu la serikali, ni jukumu la kila mmoja wetu. Na nasemaga mabadiliko haya madogo madogo ambayo tunayafanya sisi ndio yanaweza kuleta matokeo makubwa. Kwa kila mtu kwa wakati wake, kila mtu kwa nafasi yake, tuwe namba moja, tuwe mstari wa mbele katika kuhakikisha tunahifadhi na kuyalinda mazingira yetu. Okay, bana mimi nipende kuwashukuru sana kwa wale ambao wameitegea sikio Better Morning kuanzia pale tulipoanza mpaka sasa tumefikia mwisho. Mimi nadhani hakuna la ziada. Hakuna la ziada.
Nafikiri tuko vizuri. Naamini bana, nipende kuwapongeza sana na kuwashukuru pia wageni wetu wa siku ya leo. Mimi nipende kuwashukuru sana kwa kuwa nasi Boresha Radio katika kipindi cha Better Morning. Nadhani vijana wataenda kuwa mabalozi wazuri katika kuhifadhi mazingira na kufanya kile kitu ambacho mmekwisha kizungumza. Natumaini wote watawaelewa. Bana, ulikuwepo na mimi Tumaini Paulo, ni mtangazaji wako wa siku ya leo Better Morning kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia tulikuwepo na Carol Simdem kutoka taasisi ya Mazingira Connect. Ndio. Wajuma Mohamed kutoka Sanamari Organization Tanzania. Bila kumsahau madamu wetu Teresia Kinabo kutoka Transforming Life. Okay, bana, mimi nipende kuwashukuru sana. Hao ndo walikuwepo hapa katika kipindi cha Better Morning siku ya leo. Mimi nawatakia asubuhi njema na majukumu mema ya siku ya leo.